Mtazamaji, bwana Wema Sepetu ameamua kuja kuzungumza mazito baada ya mambo mazito vile kutokea upande wake. Basi kama unakumbuka vizuri ni kwamba Wema bwana, kuna jambo ambalo lilimkuta. Kama unakumbuka ni kwamba Wema baada ya kujifungua bwana, kulikuwa kuna shamra za hali ya juu. Watu wengi sana walijitokeza hospitali kwa ajili tu ya kwenda kumpongeza. Mitandaoni kulikuwa mambo ni moto kweli kweli, wadada walikuwa wanapiga kelele, wanalia, wengine wanaona kama vile ni ushuhuda. Mungu amemtendea muujiza Wema Sepetu kwa umri wake, finally amepata mtoto. Sasa kutokana na shamra hizo na mambo mengine mengi kutokea kwa Wema bwana, ni kwamba moja kwa moja ikapelekea Wema kufanya maamuzi ya kutangaza 40, maana siku ya 40 ya mtoto wake bwana ambaye anaitwa Olly. Ni kwamba kila mtu alikuwa anaisubiri kuona picha ya mtoto wa celebrity namba moja Tanzania, moja kati kwa upande wa wadada, yani ni moja kati ya wanamuita Tanzanian sweetheart. Basi moja kwa moja kila mtu alikuwa anatamani kufahamu au kuiona sura ya mtoto wake, huyo Olly, baby Olly, jinsi alivyo na vitu vingine kama hivyo. Sasa basi kila mtu alikuwa anasubiri mnamo siku ya tarehe 23 mwezi wa 7. Ndio siku ambayo walikuwa wametangaza kwamba ndio itakuwa siku ya 40, watamtoa mtoto nje kwa ajili ya kufanya hiyo sherehe. Umeona bwana, lakini sasa siku hiyo ikapita kimya, jambo ambalo likawaacha watu wengi sana mdomo wazi, maana walifanya tu hakika, lakini ile siku ya 40 mtoto hakuonekana kama walivyokuwa wamepanga. Na kikubwa zaidi ni kwamba Wema alitangaza kwamba siku hiyo ya 40 kutakuwa na kiingilio kuanzia laki mpaka milioni 5. Umeona bwana, kwa hiyo watu wengi sana walibeza hilo jambo. Kwa nini Wema anaweka 40 ya mwanae, anaweka kiingilio kwamba imekuwa ni concert, au ameona kwamba mtoto amekuja na upepo wa kisulisuli, basi apige pesa umo. Kwa hiyo watu wengi sana walicriticize hayo maamuzi, na walivyoona kwamba issue imekuwa kimya, hapo watu wakaibuka huko mitandaoni, kukawa kuna maneno ya chini kwamba Wema bwana amecancel 40 ya mwanae tarehe 23 mwezi wa 7 kutokana na kwamba alitangaza kiingilio, hakuna mtu ambaye alinunua tiketi, hivyo basi ikawa ni aibu na fedhea. Kwa hiyo event hiyo ya kutoa mtoto nje ikawa imekanseliwa kimtindo huo. So hizo ni rumors ambazo zilikuwa zina trend sana, nadhani Wema mwenyewe amezisikia. Na baada ya kuzisikia bwana, moja kwa moja imebidi Wema mwenyewe aje alizungumzie hilo swala. Sasa Wema bwana, kupitia ukurasa wake hapa wa Instagram, pale juu katika Insta story ameandika kwamba haya sasa, nyie waja mnaodai 40 mtasema mtoto wa mnaodai 40 mtasema mtoto wa kwenu. Wema akaendelea kusema Wema hapa bwana akaendelea kusema kwamba mbona kama mapovu yanawatoka sana, mmenikosa kwenye hakika, ndo sasa mlitaka kuja kunimaliza, sio mnikome. Wema anakuambia kwamba watu wamemkosa kwenye hakika, sasa walitaka kummaliza kwenye 40, anawaambia kwamba wamkome hapa bwana. Hii kauli ya Wema bwana imeleta walaki, ni watu wanahisi kwamba amemkosa vipi, na maana kwamba kuna watu walikuja kumloga kwenye hakika, sasa walimkosa, wanataka kwenye 40 ndio walikuwa wanataka waje wammalize. Kwa hiyo Wema ameshtuka, amemwambia wamkome. Wema hapa bwana akaendelea kuandika kwamba nimeumwa magonjwa ya ajabu nikajua nakufa. Akaachia hapo kwamba Wema anakuambia kwamba ameumwa magonjwa ya ajabu akadhania kabisa kwamba anakufa. Umeona bwana, kutokana na kwamba kwenye hakika, baada ya hakika ya mwanae akaanza kuumwa. Kwa hiyo hapa kuna mambo ya kishirikina hapa kati yameingia kupelekea Wema kuamua kufanya hiki, yani kuamua kupostpone au kugairisha swala zima la 40 ya mwanae. Kwa hiyo bwana, kuna watu kumbe walimroga. So hebu weka maoni yako, nitakupa habari zaidi, maana Wema ameonyesha mpaka ushahidi wa hii situation. Kwa hiyo mambo ni mazito kweli kweli, endelea kuwa karibu nasi, lakini nataka nikukumbushe kwamba jinsi ambavyo Wema ameteseka kweli kweli kupata mtoto, lakini baada ya kupata mtoto drama na hekaheka ndo kama hivi zimeanza kuibuka. Na mtazamaji, nadhani habari ya Wema Sepetu bwana, bila shaka itakuwa imekugusa, imekufikia na unaelewa kabisa nini ambacho kinaendelea kwa sasa kumhusu mwanadada Wema Sepetu.
tunaweza kusema kwamba Wema bwana amegusa mioyo ya watu wengi, kwani watu wengi sana walikuwa wanamfuatilia kutokana na kwamba mwanadada huyu bwana amekuwa akifanya vitu kwa miaka mingi, hususan katika industry ya Bongo Movie. Na of course moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinagusa hisia za mashabiki zake ni issue ya yeye kuto kupata mtoto kwa miaka mingi. Sasa hivi kama unavyoona taarifa zinazidi kusambaa kuhusiana na Wema kujifungua, na wengi wamesema kwamba mnamo tarehe 12 mwezi Juni itakuwa kama vile ni sherehe ya taifa, siku ya kuadhimisha siku ambayo itakuwa inakumbukwa kwamba ndo siku ambayo Wema alipata mtoto wa kwanza. Lakini kama ulikuwa ufahamu kwamba Wema bwana huyu sio mtoto wake, hii sio mimba ya kwanza kupata. Alishawahi kupata mimba hapo zamani au hapo awali, lakini kwa bahati mbaya mimba hiyo ikaharibika. Lakini this time around bwana ndo hivyo tena, Mungu si Asumani, amembless Wema na sasa hivi tunaona tayari yuko na mtoto na amejifungua. Yani ujauzito wa sasa hivi bwana haujaharibika, amefanikiwa kujifungua. So ni kitu kiukweli ambacho kimewafurahisha watu wengi sana wametoa pongezi. Tumeona video nyingi mno, yani katika habari ambazo zina trend sasa hivi huko Instagram na mitandao mingine ya kijamii kama TikTok, ni habari ya Wema Sepetu kujifungua. So ni moja kati ya habari njema. Lakini pia vile imekuja kutuonyesha jinsi gani ambavyo Watanzania wameshikamana kumsapoti Wema Sepetu. Lakini pia vile ni kwamba issue ya Wema Sepetu kujifungua imekuja kuonyesha jinsi gani ambavyo, yani imekuja kuleta tena imani kwa Mwenyezi Mungu. Yani wadada wengi sana ambao hawajapata ujauzito wamepata imani tena kwa mara nyingine kwamba kama iwapo Wema amejifungua, basi ni jambo ambalo linawezekana hata na wao pia, japokuwa wameteseka kwa muda mrefu kuto kupata ujauzito, wanaweza wakapata. Lakini pia vile ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kuinua brand au status ya Whozu maana Whozu sasa hivi bwana amepewa taski na Watanzania kwamba bwana inatakiwa baada ya kumpa ujauzito Wema, kuna wadada wengine pia hapa mjini na wenyewe pia hawajapata ujauzito kwa miaka mingi kama vile Lady JD pamoja na Diva. Kwa hiyo kuna utani wa hapa na pale, watu wanasema kwamba Whozu bwana apite pia hapo awasaidia hawa wadada nao pia wapate ujauzito. So basically bwana, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini pia hili jambo bwana limeenda mpaka serikali. Tumeona mpaka viongozi wa serikali na wenyewe pia wameingilia kati, wamekuja wamempongeza Whozu pamoja na Wema kupata mtoto. Namzungumzia hapa waziri wa makundi maalum, maendeleo ya jamii, watoto na wazee. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Dorothy Gwajima, na yeye pia ametoa ujumbe kwenda kwa Wema pamoja na Whozu kutokana na hii issue ya wao kupata mtoto. Kwa hiyo amewapongeza. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linaonyesha kwamba hata mheshimiwa naye pia ameona na ameamua kutoa pongezi. Lakini pia vile Mama Dangote na Diamond, yani mtu na mwanae, wote pia wamejitokeza kumpongeza Wema Sepetu. So Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume na ni jambo la heri kweli kweli. Wema bwana amejifungua mtoto wa kiume mwenye afya, hana tatizo lolote, na ni kitu ambacho kiukweli kime make headline huko mitandaoni. Lakini pia vile jambo lingine ambalo tumeliona kuhusiana na sakata zima la Wema na Whozu kujifungua, tumeona page ya mtoto tayari imeshaandaliwa na inakimbia followers sio kawaida. Tokea jana mpaka leo hii na takriban followers 60,000. Na mtoto wa Wema tumemfahamu anaitwa Oli Oscar. Bwana hilo ndo jina la mtoto wa Wema.